Kwa unaona nafasi ya Chama kwenye kikosi kinachokuja hata kama nafasi inaweza kuwepo, lakini sioni ikiwa kubwa. Evans, Chama amerejea. Tumemuona mara chache, lakini katika mara chache tulizomuona anatoa delivery nzuri. Tuseme ule uongo, mfano mechi za awali alifanya vizuri, ingawaje chache ambazo zimekuja hapa katikati amekuwa akicheza kidogo, nyingine mpaka anapata injury. Lakini tunafahamu mchezaji kama Chama, mchezaji anashika nafasi ya 5 kwa ufungaji kwenye michuano ya CAF Champions League, kwa michuano ya Afrika ya vilabu. Mchezaji ambaye anaweza kukupa chochote kitu kwenye michuano kama hii. Amecheza semifinal na Zesco. Amecheza semifinal na Zesco. Anaenda kucheza na timu kama Al Hilal Omdurman ambayo ni timu ngumu. Anaweza akaleta chochote au akaleta utofauti katika mechi ambayo Yanga wanaenda kutafuta matokeo kwa jasho na damu. Kama atapata nafasi ya kucheza, anaweza akaweka utofauti, na huenda usio utofauti wa kimatokeo, utofauti pia wa kiuchezaji. Unajua unaweza ukacheza vizuri na bado timu ikakosa matokeo. Kwa hiyo anaweza akaleta utofauti kwenye namna ya timu ambavyo itakuwa inacheza. Kwenye eneo la matokeo itategemea pia na nafasi ngapi mmetengeneza, ngapi nyie mmeweza kuziconvert kwa magoli, nyie mmewezaje kuzuia msiconcede pia kufungwa idadi kubwa ya magoli au msifungwe kabisa. Kwa hiyo naamini ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa ni kichocheo pia cha namna ya timu inavyocheza. Kama kuna baadhi ya games utakumbuka baada ya kuingia yeye tu na timu ikabadilika kwenye namna yote ya kucheza, nafasi zikaanza kuonekana. Kama utakumbuka mechi ambayo ilikuwa ni away, Young Africans walikuwa na touch moja kwenye opponent kwenye box position box, na ilikuwa ni ya kwake yeye dhidi ya ilikuwa ni MCL. Ilikuwa ni yeye. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye amekuwa na huo utofauti kwenye hayo mazingira, namna ambavyo anaweza kuscan, namna ambavyo anaweza kutengeneza nafasi ambazo ni rahisi zaidi. Kwa hiyo naamini kama atapata nafasi ya kucheza, kitu kikubwa nakiona kwenye namna ambavyo anaweza kaiamuru timu icheze vipi kwenye eneo la mwisho, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anaweza kufanya hiyo creativity itokee. Kwa hiyo watu wanaocheza kwenye eneo la ushambuliaji wanatakiwa kuendana na kasi ya mchezo, kuangalia hizo nafasi ambazo zinapatikana wanawezaje kuconvert kuwa matokeo, kwa sababu issue ya Young Africans kwa kipindi cha hapa karibuni imekuwa sio kutengeneza nafasi, tunaziconvert vipi ziwe matokeo, ndio imekuwa changamoto kubwa. Na mtu ambaye watu wamekuwa namshushia lawama ni Prince Dube, kwa sababu kwa siku za karibuni pia kidogo ameanza kuipata form na amerudi tena kule ambako alikuwa hafungi. Ukiangalia hapa katikati pia lakini pia kichocheo cha Yanga kushinda juzi pia ni Prince Dube. Hakufunga lakini ni sababu pia Yanga kushinda. Yani kipindi cha nyuma ambacho hata alikuwa afungi, kuna muda hata performance yake ilianza kwenda chini, lakini sasa hivi unaona afungi, lakini utendaji kazi wake kuna namna mboresha, na ndio maana tutarudi pale atacheza vizuri, ila mwisho wa siku watu watakuja kumhukumu kwa sababu hufungi. Ukiangalia kwenye michezo karibu 12 ya ligi ambayo alikuwa anacheza, hakukuwa anacheza vibaya. Issue ni ilikuwa hatuwaweki kambani, na ndio kitu kikubwa ambacho kinahitajika kwa striker. Weka kambani hizo movement na vitu vingine vyote, mwisho wa siku tunataka kuona